Mahujaji wa matumaini. Matumaini hayakatishi tamaa. Matumaini hayakatishi tamaa. Mahujaji wa matumaini. Masomo ya sherehe. Dominika ya Pasaka ya ufufuko wa Bwana. Somo la kwanza. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 34 kisha mstari wa 37 hadi 43. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Petro alifungua kinywa akasema, mmejua yaliyotukia katika Wayahudi wote kuanzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na jinsi alivyozunguka katika nchi yote akitenda mema na kuwaponya wote walioonewa na Shetani, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi ni mashahidi wa yote aliyoyafanya katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu. Naye walimtundika mtini na kumuua Mungu, lakini alimfufua siku ya tatu na kumjalia aonekane, si kwa watu wote, ila kwa mashahidi waliokuwa wamechaguliwa na Mungu. Ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake katika wafu. Ndio sisi aliyotuagiza tuwahubirie na kuwashuhudia watu kwamba huyu ndiye aliyewekwa na Mungu wa hukumu wazima na wafu. Huyu manabii wote wameshuhudia kwamba kila anayemsadiki anaondolewa dhambi kwa jina lake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 118 mstari wa kwanza na wa pili, 16 aya hadi 17, kisha mstari wa 22 na 23. Kiitikio ni mstari wa 24. Maneno ya kiitikio. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie kwa kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Hii ndiyo siku alifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Israeli na seme sasa, wema wake ni wa milele. Hii ndiyo siku alifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa, mkono wa kuume wa Bwana umetenda makuu. Sitakufa mbali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Jiwe walilokataa waashi, limekuwa jiwe kula pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana,
nalo ni la ajabu machoni petu. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tushangilie na kuifurahia. Somo la pili, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 hadi 4. Yatafuteni yaliyo juu anakokaa Kristo. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai. Ndugu zangu, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu anakokaa Kristo kuume kwa Mungu. Zingatieni yaliyo juu, si mambo ya duniani, maana mmekwisha kufa na uzima wenu umefichika pamoja na Kristo katika utukufu. Baadaye Kristo aliye uzima wetu atakapotokea, ninyi pia mtatokea pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sekwensia. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya. Aliyejitoa sadaka ya Pasaka, Wakristo wamtole sadaka ya sifa. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya. Mwana kondoo amewakomboa kondoo. Kristo asiye na dhambi amewapatanisha na Baba watu wenye dhambi. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya. Mauti na uzima vimeshindana ajabu, kuwa uzima aliyekufa atawala mzima. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya. Utwambie Maria, uliona nini njiani? Niliona kaburi la Kristo mzima na utukufu wa mwenye aliyekufa. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya. Mashahidi ni malaika, leso ya uso na mavazi. Kristo tumaini langu kafufuka, atawatangulia Galilaya. Kristo Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya.
katika wafu. Ewe mfalme mshindani, utuhurumie. Amina. Haleluya. Kristu Pasaka yetu amechinjwa sadaka, tuile karamu na tuimbe haleluya. Kristu mwanakondoo wetu wa Pasaka ametolewa sadaka. Haya, tuadhimishe sikukuu katika Bwana. Somo la Injili, Mwinjili Yohane, sura 20, mstari wa 1 hadi 9. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Ee Bwana. Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alifika kwenye kaburi asubuhi sana, kungali giza bado, na akaliona jiwe limeondolewa kaburini. Basi akapiga mbio, akafika kwa Simon Petro na yule mfuasi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, na sisi hatujui walikomweka. Petro akatoka pamoja na yule mfuasi mwingine kwenda kaburini. Wote wawili walipiga mbio, lakini yule mfuasi mwingine alitangulia, maana alikimbia mbio kuliko Petro. Akafika kwanza kwenye kaburi, akainama na kuchungulia. Akaviona vitambaa vya sada vimelala humo, lakini hakuingia. Simon Petro akaja nyuma yake, akaingia kaburini, akaviona vitambaa vimelala humo, na kadhalika leso na vitambaa vingine, bali peke yake mahali pake. Hapo yule mfuasi mwingine aliyefika kwanza kaburini akaingia pia, akaona, akasadiki, kwa maana mpaka hapa walikuwa hawajafahamu bado maandiko ya kwamba imempasa kufufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.